Naomba ieleweke, AI itakuwa msaidizi, si mbadala. Badala ya kuondoa kazi ya uuguzi, AI itarahisisha kazi hiyo. Kwa hiyo kama ni kijana unataka kuwekeza, labda kusoma au kufanya kazi hii ya nursing, either ukasome diploma au degree ya nursing, kozi hii ya nursing ni miongoni mwa kozi bora duniani. Kwa hiyo kama una vigezo unaweza ukaenda kusoma, maana ni uwekezaji mzuri. Kama unapenda, upo passionate na kozi hii, unaweza ukaenda kusoma nursing. Ni miongoni mwa kozi bora duniani. Sasa kwa nini nasema hivyo? Namba moja, binadamu wataendelea kuhitaji huduma za afya. Magonjwa, ajali, uzee na changamoto mbalimbali za kiafya zitaendelea kuwepo. Hivyo wataalam hawa wataendelea kuhitajika. Namba mbili, mgonjwa anahitaji vitu kama huruma, faraja na ubinadamu. Sasa AI, robot au kompyuta haina hisia, kwa hiyo ni ngumu sasa kureplace wauguzi. Kwa hiyo wauguzi watabaki kuwepo daima. Na mwisho, ujuzi wa mikono na unyumbulifu. Kazi ya muuguzi zinahusisha vitendo vingi vya kipekee vya mwilini ambavyo robot haziwezi kuvifanya kwa urahisi au kwa usalama. Mfano, kuweka sindano ya drip kwenye mishipa midogo ya watoto wachanga.